Familia moja kutoka eneo la Mwea, Mashariki Kaunti ya Kirinyaga imesalia na mshangao. Kisa na maana binti yao mwenye umri wa miaka 24 na ambaye ni tahira amebakwa na kupachikwa mimba na mfanyikazi wao wa shambani. Kulingana na mamake binti huyu, akieleza jinsi mwanawe alivyotoweka mwendo wa saa 1 usiku na juhudi za familia kumsaka usiku huo hazikufua dafu. Keshowe mshukiwa alijitolea kuwasaidia kumsaka na ndiposa wakampata katika shamba la miraa. Mtoto wangu alipotea saa 1 ya usiku. Nilimtafuta akakosa kabisa. Alafu asubuhi nilimpata akiwa alikuwa analepewa na mvulana mmoja anaitwa Frendi. Alipoamka alikuta nikimtafuta. Alisema hebu niende nikamtafute. Alienda akamtoa mahali alikuwa alimweka. Baada ya kuhojiwa, msichana huyo alieleza kuwa mshukiwa huyu na ambaye anasemekana kutoka kaunti ya Bungoma alimwandaa na kumpeleka katika nyumba ya rafiki yake ambako alimnajisi usiku kutwa. Hata hivyo, ilibainika kuwa mshukiwa huyu amekuwa akimnajisi msichana huyo kwa muda sasa. Nimeajiri huyo kijana, huyo alirepu huyo mtoto. Sasa kuamuka huyo kijana akakuja akaanzia hata yeye kumtafuta. Kwa muda chache kijana alikuja akatuambia amempata. Kufuatilia nikaenda kutafuta huyo msichana. Msichana nikamwambia nitamchapa aongee ukweli. Msichana akanipe ukweli yote. Akaniambia huyo mfanyikazi wangu alikuja akamwambia akampe maembe, akamdanganyilia na maembe. Binti huyu alifikishwa hospitalini na kupatikana kuwa ana ujauzito wa mwezi mmoja, huku mshukiwa akikamatwa na sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha PI akisubiria kufikishwa mahakamani. Kijana alikuwa anataka kutoroka. Alikuwa kwa nyumba, alikuwa anataka kutoroka. Akitoka akakatwa na mabati kichwa. Tukajaribu kungangana na yeye. Kijana karibu atushinde. Tukiwa na mzee tukamshika. Tulimshika tukapigia polisi. Polisi wakatuambia wakatuambia tujaribu venye tutaweza tumlete. Sisi tukangangana na mzee venye tuliweza tukamfunga na kamba tukamleta hapa kwa polisi. Familia ya binti ikidokeza kuwa mwanao amekuwa tahira tangia utotoni na amekuwa akiishi na familia yake nyumbani. Aidha, wazazi wenye watoto tahira wameraiwa kuwalinda na kuwatunza wanao. Monica kutoka utotoni wake hakuwa sawa, alikuwa na mental disability. Mary Kialo, Undugu TV.